Habari zenu wanafunzi wetu wa lugha ya Kiingereza, nyinyi ambao mnazungumza lugha ya Kiswahili. Leo tunakuja na kipindi cha Jifunze Kiingereza. Tunawaletea mambo mengi katika somo ama katika lugha ya Kiingereza. Nyinyi mtapata faida kubwa katika chaneli hii ya Pan Edutainment. Kama masomo yaliyopita, leo hii tunawaletea somo la 3 la Jifunze Kiingereza, Learn English Language. Kwa ukweli, bila kukawia, twende ubaoni kuwafundisha siku za wiki. Siku za wiki katika Kiingereza ni days of the week or the days of the week. The days of the week, siku za wiki. Days, siku, days, siku. Siku nyingi, many days. There are 7 days of the week in English. Tunaposema hivi ni kama kusema kuna siku 7 za wiki katika Kiingereza. There are 7 days of the week in English. Kuna siku 7 katika Kiingereza, siku za wiki. The days of the week in English are as follow. Hii ina maana ya kwamba siku za wiki katika Kiingereza ni hizi zifuatazo. The days of the week in English are as follow. Twende moja kwa moja kuona hizi siku za wiki. Kuna Monday. There is what we call Monday. This is the first day of the week. Monday. Katika Kiswahili tunasema Jumatatu. Monday, Jumatatu. Mnajua kwamba tunasema Jumatatu. Tuesday, Jumanne. Jumanne, Tuesday. Tuesday. Jumanne. Wednesday. Hapa hatusemi, here we don't pronounce it as Wednesday. No. Wednesday. No. We say Wednesday. Jumatano. Wednesday, Jumatano. Thursday, Alhamisi. Friday, Ijumaa. Saturday, Jumamosi. Sunday, Jumapili. Mnapaswa kuzingatia hizi siku za wiki. You should memorize all these days of the week. Kuanzia kwenye Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Hebu tuone baadhi ya mifano mbalimbali ambayo itakusaidia. We are going to see different examples in sentences that are going to help you. Tuendelee hapa ili kuzingatia vizuri hili somo la days of the week ama siku za wiki. Kwa mfano, she likes to eat beans on Monday. Anapenda kula maharagwe Jumatatu. She likes to eat beans on Monday. Anapenda kula maharagwe Jumatatu. Yeye anapenda msichana ama mwanamke. Ndio maana tunatumia hiki kiambishi cha nafsi. She. She likes to eat beans on Monday.
anapenda yeye msichana tu, ama mwanamke, ama ajuza anapenda. Lakini tunaposema he likes, ni yeye anayependa, lakini mvulana, he likes mvulana, ama mtu fulani wa jinsi ya kike, mtu fulani wa jinsi ya kike. John will buy a bicycle. John will buy a bicycle. Wewe mzungumzaji wa lugha ya Kiswahili, tunaposema John will buy a bicycle, katika Kiswahili tunasema John atanunua baisikeli. Tunapoongeza on Tuesday, ina maana ya kwamba Jumanne. Hapa tunatumia Jumanne, Tuesday, Jumanne. John will buy a bicycle on Tuesday. Katika Kiswahili utasema John atanunua baisikeli Jumanne. Sasa kuanzia sasa hivi, kama hukujua namna ya kutunga sentensi hiyo kwa kutumia hii Tuesday, ama kwa kutumia maneno haya ya Kiingereza, inakuwa faida kwako kwa kuyazingatia. Unapaswa kuyazingatia na kuyatumia kila siku ili kuongeza ujuzi wako katika lugha ya Kiingereza. Sentensi ya 3. I will visit you on Wednesday. I will visit you on Wednesday. Huu ni wakati ujao. Katika wakati ujao, katika lugha ya Kiingereza tunatumia will. Will, I will come, I will visit, I will drink, I will teach, I will try. Tunatumia will. Ata, she will visit you. Atakutembelea. Kama ni mimi ambaye nitakutembelea, ninasema mimi. I will visit you on Wednesday. Nitakutembelea Jumatano. Nitakutembelea Jumatano. When will you visit me? Kama mimi nitakutembelea Jumatano, wewe unayenitazama, when will you visit me? Ninaposema when will you visit me, katika Kiswahili ni kusema lini utakaponitembelea, ama utanitembelea lini. When will you, tunaongeza hii you kwa sababu ni wewe utanitembelea lini. When will you wewe visit me? When will you visit me? I will visit you on Wednesday. Nitakutembelea Jumatano. Napaswa kuzingatia sentensi hii ili kukua katika lugha ya Kiingereza, lugha ya Kizungu. Tuendelee. Sentensi ifuatayo ni hii. The following sentence is this one. Don't worry, I will pay you on Thursday. Don't worry, I will pay you on Thursday. Unaposema don't worry katika Kiswahili ni kusema usijali. Don't worry. I will pay you on Thursday. Thursday. Usijali, nitakulipa Alhamisi. Don't worry, I will pay you on Thursday. Nitakulipa. I will future time, wakati ujao. Will, nitakulipa Alhamisi. I will pay you on Thursday. Don't worry katika Kiswahili ni usijali, usiwe na shaka. They will have a great ceremony on Friday. They will have a great ceremony on Friday. They will have.
a great ceremony on Friday. Katika Kiswahili utasemaje? Utasema namna hii: watakuwa na sherehe nzuri Ijumaa. Ijumaa. Watakuwa na sherehe nzuri Ijumaa. Mwanafunzi mzuri ambaye anazingatia kwa haraka, nadhani tutumie nadhani amezingatia vizuri huu wakati wa Kiingereza ambao ni future. I will come, nitakuja. You will come, utakuja. He will come, atakuja. We will come, tutakuja. You will come, mtakuja. They will come, watakuja. Unaona, lugha zote ni rahisi bwana. Wewe tu njoo kwenye Pan Edutainment ujifunze lugha ya Kiingereza vizuri. Kwa sababu ndipo ambapo unaweza kujifunza vizuri na ukapata cheti. Hapana bwana, hatutoi vyeti, lakini unapata maarifa ya Kiingereza, unapata ujuzi katika Kiingereza. Ndio maana sasa kila wakati unapaswa kuja hapa kwenye Pan Edutainment kujifunza lugha ya Kiingereza. That's why you should always come to Pan Edutainment to learn English language. Good. They will have a great ceremony on Friday. Nadhani umezingatia vizuri hii sentence. Watakuwa na sherehe nzuri Ijumaa. Many people don't work on Saturday. Many people don't work on Saturday. Kuna watu ambao hawafanyi kazi katika kwenye siku ya Jumamosi. Hapa sasa tunasema watu wengi hawafanyi kazi Jumamosi. Many people, watu wengi hawafanyi kazi. Don't work, they don't work. Hawafanyi kazi on Saturday. Jumamosi. Sasa tunaweza kupatia mfano mwingine kwa kutumia Sunday. Siku ya wiki hii ambayo ni Sunday. Kwa mfano unaweza kusema tomorrow I will go to church. Okay? Tomorrow I will go to church. Or unaweza kusema tomorrow on Sunday I will go to church. Or unaweza kuondoa hiyo tomorrow ukasema on Sunday I will go to church. Ina maana ya kwamba Jumapili, siku ya Jumapili nitaenda kuomba Mungu, nitaenda kanisani. Siku ya Jumapili nitaenda kanisani. Mfano mwingine unaweza kusema I will have many visitors on Sunday. I will have. Hivi ninataka kuwafundisha wakati ujao. I want to teach you future time. Wakati ujao. I will have. I will have many visitors. Nitakuwa na watu wengi, yani nitakuwa na wageni wengi on Sunday. Jumapili. On Sunday, zingatia kwamba ni Jumapili. Sunday, Jumapili. Monday, Jumatatu. Tuesday, Jumanne. Wednesday, Jumatano. Thursday, Alhamisi. Friday, Ijumaa. Saturday, tunasema ni Jumamosi. Sunday ni Jumapili. Unapaswa kuzingatia hizo siku za wiki. You should memorize all those days of the week. You should memorize them, because when you memorize them today, tomorrow I'm going to teach you another new lesson which would be added on this one that you have learned. Kesho nitakufundisha somo jingine ambalo ni jipya, ambalo litakusaidia kuongeza na hili
na sasa utapata Kiingereza, utapata Kiingereza vizuri kwa urahisi hapa kwenye Pan Edutainment. Na kushukuru sana nyinyi wote wazungumzaji wa lugha tukufu ya Kiswahili. Mjaribu kujifunza na lugha hii ya Kiingereza. Mimi kama kawaida ni mwalimu Theogene Jasper. Tuko pamoja, asanteni sana.